Bwana, mambo vipi mwana IREM TV popote pale ulipo. Bila shaka utakuwa umekutana na hii taarifa ambayo sasa hivi nakupa kwenye mitandao ya kijamii ikimhusu rais wa shirikisho la soka la pale Kongo kwa maana ya Fecofoot, anaitwa Jean Guy Blaise Mayolas. Bila shaka utakuwa umekutana na taarifa ya yeye kutafutwa na mamlaka za pale nchini Kongo kwa tuhuma mbalimbali ambazo amekuwa akihusishwa nazo, lakini pia kwa hukumu ya kufungwa jela kwa maisha yake yote, yeye, mwanae pamoja na mke wake. Na bila shaka wakati mkutana na hii taarifa, inawezekana haujapata kuelewa kwa undani hasa nini ambacho kilitokea mpaka kupelekea rais huyo wa shirikisho la soka la Kongo la Fecofoot kuhukumiwa kifungo cha maisha jela, yeye pamoja na mkewe na watoto wake. Sasa kama unataka kufahamu, natamani niliweke hili kidogo katika namna ambayo utaielewa kama ifuatavyo. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya viongozi wa soka pengine barani Afrika na duniani kwa ujumla kuwa wanakamatwa mara nyingi sana kwenye skendo za matumizi babaya ya kifedha, ikiwemo kuhonga waamuzi, lakini pia ikiwemo kutumia vibaya fedha, lakini pia kutumia vibaya pia mamlaka yao kwa kujipatia manufaa binafsi. Imekuwa ikisemekana hivyo kwa muda mrefu sana. Kama unakumbuka, ili sio jambo tu la Afrika peke yake au mataifa ya Afrika, lakini limewahi kutokea pia hata kwenye mamlaka za soka kidunia, FIFA pale, kabla ya rais huyu aliyopo kwa hivi sasa kwa maana Gianni Infantino, Sepp Blatter ambaye alipita, alikuwa na changamoto kubwa sana ya kashfa kubwa mno ambayo ilikuwa inahusu masuala ya rushwa kwenye shirikisho hilo la soka duniani, hasa kwenye mchakato wa kupendekeza mataifa ambayo yatahost kombe la dunia. Kwa hiyo kwanza nataka nikuclear kwamba ni changamoto ambayo imekuwa ikikumba maeneo tofauti tofauti, sio Afrika peke yake. Sasa kwa Jean Guy Mayolas ambacho kimemkuta yeye kidogo ni tofauti. FIFA huwa wanatoa fedha ambazo hizi fedha wanazozitoa mara nyingi huwa zinaenda moja kwa moja kwenye mashirikisho ya mataifa mbalimbali kwa ajili ya namna ambavyo FIFA watakuwa wameelekeza. Kwa hiyo wanaweza kutoa fedha wakawa wameelekeza kwenye soka la vijana, ama kwenye kuboresha miundombinu, ama kwenye kutoa vifaa na vitu vingine kama hivyo. FIFA huwa wanatoa hizo fedha. Sasa kwa mujibu wa ripoti ni kwamba mwaka 2021, tangu mwaka 2018 ambapo rais Jean Guy Mayolas alipoingia katika utawala wa Fecofoot, FIFA wamekuwa wakituma fedha tofauti tofauti kwa ajili ya malengo tofauti tofauti. Kati ya hizo fedha ambazo walikuwa wanatuma ni pamoja na fedha ambazo zilitumwa kwa ajili ya maendeleo ya soka la wanawake pale nchini Kongo, na hizi fedha zilikuwa kama dola 500 hivi. Lakini pia zilitumwa fedha zingine kwa ajili ya soka la chini, kwa maana vijana huko chini kabisa, grassroots football zilitumwa, lakini pia maendeleo ya soka kwenye taifa la Kongo zilitumwa hizo fedha. Kwa jumla ya fedha ambazo zilitumwa na FIFA ilikuwa ni kama dola 1,300,000. Sasa shirikisho la soka pale Kongo likaonekana zile fedha zimekuwa frozen ama zimeganda mahali, hazijulikani zilipoelekea, lakini pia katika zile nyanja ambazo zilikuwa zimeelekezwa zile fedha kwa ajili ya kwenda kutumika, hazikuwa zimetumika kwenye hayo maeneo. Nimekwambia kulikuwa kuna maendeleo ya soka la wanawake, ya sasa timu ya taifa ya wanawake pale Kongo, lakini pia soka la vijana. Hayo yote hayakuwa yameonekana. Sasa kwenye hizo nyakati mamlaka za Kongo zikaamua kupeleka mashtaka na kuanza kufanya uchunguzi kujua namna ambavyo matumizi ya fedha, lakini pia forgery ya saini kwa maana ya kugushi sahihi tofauti tofauti na nyaraka tofauti tofauti, lakini pia kulitumia shirikisho la soka kwa manufaa binafsi. Hizo tuhuma zinaweza kuwa na ukweli kwa kiasi gani mara baada ya kuonekana kuna changamoto pia kwenye fedha ambazo wamezituma FIFA. Katikati hapo Jean Guy Mayolas alikutwa na changamoto. Kama unakumbuka, Kongo walifungiwa kwenye kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON. Kongo walifungiwa, kitu ambacho kilisababisha Tanzania tukapata alama 3 pamoja na timu ya taifa ya Zambia wakapata alama 3 pia pamoja na kushinda magoli 3. Kongo wakucheza hizo mechi kwa sababu FIFA waliwafungia. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka za kiserikali pale nchini Kongo zilimsimamisha rais Jean Mayolas kwa sababu ya tuhuma hizi ambazo kwa zinaendelea, pamoja na tuhuma za utapeli kwa maana ya fraud. Walimsimamisha. Sasa FIFA wakafungia Kongo nzima kama taifa kwa sababu kulikuwa na third party, kwa maana serikali kuingilia mambo ya kimichezo, kitu ambacho ni kinyume na sheria za FIFA. Lakini baadaye namna ambavyo shirikisho limeendelea kufanya uchunguzi, ikabidi sasa wafuate taratibu maalum kwa kutaka kumchunguza rais mwenyewe pamoja na namna ambavyo amefanya vibaya matumizi ya fedha.
Umeelewa? Kwa hapo ikawa ni uchunguzi wa dola milioni 1.3 ambazo huko katikati, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa wanasheria lakini wapelelezi pia waligundua hizi fedha zilielekezwa katika akaunti tofauti na nyaraka tofauti ziligushiwa ili zionekane hizi fedha zimetumika kama ambavyo ilikuwa imeelekeza. Lakini vinginevyo ni kwamba walifuatilia financial transaction, wakajua hizi fedha ziligawanya akaunti binafsi, ikiwemo akaunti ambazo zilikuwa zinahusiana moja kwa moja na rais huyu wa Fecofoot. Sasa baada ya kufanya uchunguzi wao na kukamilisha uchunguzi wao, of course rais alikamatwa, lakini katika proceedings za kesi kuna dhamana. Kwa alikuwa nje kwa dhamana. Sasa kesi ilipofunguliwa miezi 8 iliyopita, jarida la The Guardian waliripoti kuhusiana na mchanganuo mzima wa namna ambavyo hizi fedha zimekuwa zikifuatiliwa. Wakaripoti pia namna ambavyo mwenendo wa kesi ulikuwa ukifanyika. Sasa ruling ilipotolewa, mahakama ilipoamua, ikaamuaje? Mahakama ilisikiliza kwanza kesi upande mmoja, kwa sababu wakati wote ambao rais huyu wa Fecofoot pamoja na mkewe na mtoto wake ambao walitajwa moja kwa moja kuhusika kwenye matumizi haya mabaya ya kifedha hawakuwepo mahakamani. Kwa kesi ilisikilizwa upande mmoja. Kwa hiyo wakawasilisha upande wa jamhuri wakawasilisha ushahidi wao, wakawasilisha na nyaraka zao, lakini upande wa Jean Guy Mayollas haukuwakilishwa na mtu yoyote katika hizo nyakati na hakuwepo. Kwa hiyo shauri likasikilizwa upande mmoja. Na kesi ilipohukumiwa ikahukumiwa upande mmoja kwamba Jean Guy Mayollas, mkewe pamoja na mwanae, wote wamehukumiwa jela maisha kwa kutumia vibaya fedha zenye maslahi ya umma kwa mujibu wa sheria za Kongo. And then katibu mkuu wa Fecofoot naye amekutwa na hatia pamoja na baadhi ya viongozi wa Fecofoot nao wamekutwa na hatia, lakini wao adhabu yao ikawa ni jela kwa kipindi cha miaka 5. Hiyo ikawa tofauti. Sasa Jean Guy Mayollas haonekani Kongo kwa hivi sasa tunapozungumza, na inahesabika kwamba rais huyu ametoroka nchini Kongo akikwepa adhabu ya kufungiwa maisha. Kwa hivi sasa mamlaka za Kongo pale, mamlaka za kiserikali zimeomba kupewa kibali kile cha Interpol, kwa maana ya wameomba mamlaka ya polisi wasio na mipaka wale Interpol kumtafuta rais huyu, kumkamata na kumrejesha Kongo ili atumikie adhabu yake, kwa sababu ametoroka yeye, mwanae pamoja na mkewe. Wanatafutwa kwa hivi sasa, ni miongoni mwa watu ambao wanatafutwa ambao wameingia katika changamoto tu kwa matumizi mabaya ya fedha ambazo zina maslahi ya umma, japo ni fedha ambazo zimeingia mpira zaidi. Imekuwa changamoto kwa hivi sasa na imekuwa habari kubwa sana ambayo inaweka doa kidogo kwenye taswira ya mpira barani Afrika, hasa ukizingatia Kongo baadaye walikuja wakarejeshwa katika mashindano na CAF miezi 3 baadaye wakarejeshwa na wakafunguliwa kwenye ile adhabu ambayo walikuwa wamepewa ya kufungiwa, lakini mapema kabisa mamlaka za soka za Kongo, lakini pia mamlaka za kiserikali za Kongo walimtilia sana shaka rais huyu toka mwaka 2018 alipoingia madarakani. Walimtilia sana shaka kuhusiana na utendaji wake, lakini kwa sasa imethibitika rasmi Jean Guy Mayollas ni mtuhumiwa ambaye anatafutwa ili afungwe kifungo cha maisha mara baada ya kutumia vibaya fedha zenye maslahi ya umma zilizoingia kupitia kwa Fecofoot ama chama cha soka cha pale nchini Kongo. Kwa hiyo usichanganye, kuna Fecofoot kwa maana ya Cameroon na kuna Fecofoot kwa maana ya Kongo. Mpaka sasa tunapozungumza, taarifa za awali kutoka kwa waandishi mbalimbali wa habari akiwemo Collins Okinyo ni kwamba inashukiwa na mamlaka mbalimbali za kiutawala pale nchini Kongo kwamba rais huyo ana uwezekano wa kuwa amejificha DR Congo au amejificha katika taifa la Cameroon. Kwa hiyo Interpol wameombwa kibali rasmi cha kuanza kumtafuta rais huyo ili arejeshwe katika taifa la Kongo na atumikie adhabu yake ya kufungwa maisha jela. Bana, haya mambo ya kimichezo ambayo yanaendelea. Lakini asante kwa kuwa nasi pia. Endelea kusubscribe katika channel yetu kwa taarifa mbalimbali za kimichezo wakati wote.